Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo. Jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo. Jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo. Jua wewe ni mpitaji. Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Waliokula anasa walipakunuka, unastahili sifa ni wewe. Ni muda huu umekupendeza, sikuwa mahali hapa ni kwa ajili ya kuja kuomboleza na kumuhaga mwenzetu kwa safari yake ya mwisho, na hili alitaishia kwake kwa sababu sote ni njia yetu, na huo ni ukumbusho ya kwamba kila mmoja atapitia haya. Kiamini ya kwamba ni mwaminifu na haki, utakwenda kwa pamoja nasi na utakujaza nguvu, uanze salama na kumalize salama, katika jina la Yesu tukiomba hivyo, amen. Mchungaji Rama amekwisha kufika, ama mchungaji Patrick, na baada ya hapo tunakamilisha mpango wa kunielekeza kwenda makaburini. Karibu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri ni muda mzuri wa kusikiliza neno la Mungu kwa dakika chache. Ningeomba bila kuchelewa tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wake wa 7. Taruka mpaka mstari wake wa 9. Kama kuna msomaji yuko tayari, anaweza katusomea, na kama yupo Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Shamaliza mstari wa 7 utaruka mstari wa 9. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunaenda 9, inasema Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho ya na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani,
na muti wa ujuzi wa mema na mabaya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho ni kitabu cha Mwanzo, lakini title yetu ya siku ya leo ni kwamba hivi, kwa nini ulizaliwa? Amen. Amen. Ningetamani kila mmoja amuulize mwenzio, kwa nini ulizaliwa? Kwa nini ulizaliwa? Amen. Amen. Ndiyo title ya neno letu siku ya leo. Tukizungumzia kuzaliwa, kuna kuzaliwa kwa aina mbili. Kuna kuzaliwa kwa mama anabeba ujauzito, anakwenda hospitalini, anajifungua mtoto, hiyo inaitwa kuzaliwa. Mama amezaa kiumbe. Na kuna kuzaliwa kwa aina nyingine ya ubatizo. Amen. Amen. Mtu anapokwenda kubatizwa huwa wanamuita amezaliwa kwa mara ya pili. Amen. Amen. Sasa title yetu ni kwamba kwa nini ulizaliwa? Kuzaliwa nitaka kuzungumzia siku ya leo ni kule kuzaliwa kwa aina ya kwanza, ambako ni kuzaliwa kwa kawaida. Mama anabeba ujauzito na miezi ikifika anakwenda hospitalini, anazaa mtoto. Ndiko nitakapozungumzia siku ya leo. Amena. Amen. Kwa nini ulizaliwa? Watu wengi huishi katika dunia hii asijue kwa nini alizaliwa. Lakini ukijua thamani na kiini cha ambacho kilifanya wewe Mungu akulete kwenye dunia, utajua thamani ya maisha yako. Amen. Amen. Na usipotambua umuhimu wa wewe kuzaliwa, hata maisha yako tu ya mwili hautayathamini. Amen. Hata kujua kujitunza tu wewe hautathamini hata mwili wako tu wa kawaida, kwa sababu haujui thamani ya wewe kuzaliwa. Amen. Amen. Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi, akampulizia nafsi, akawa nafsi hai. Ina maana kabla Mungu hajamuumba mtu alianza kufikiria, je, hichi kitu ninachokwenda kukiumba kitanithamini au kitakuwa na faida gani kwangu? Mungu akaona hapana, hichi kiumbe ambacho nitakachokiumba kitanisaidia kwa mafaa tofauti tofauti. Akakuumba wewe kwa mavumbi. Baada ya kukuona wewe ameshakuumba kwa mavumbi, upo kama hicho kiredio ambacho tumeweka hapo, akaona ili wewe uonekane kuwa mtu uliyejithamini, uliyetimia, akaona akupumuzie pumzi ya uhai. Amen. Amen. Na alivyopuliza pumzi ya uhai, ukawa nafsi hai, ukaanza kupumua. Lakini kwa sasa kuna watu ambao Mungu amewapulizia pumzi ya uhai, lakini hawaoni thamani ya ile pumzi ambayo wanayo. Amen. Amen. Inapofika muda kama huu, ndipo watu wanakumbuka sasa, kumbe kuna kwaka kufa. Ndio watu wanaanza kujioji, kumbe na mimi nitakuwa ninalala imoja siku kama Chloe. Isi ngana ndio watu wanaishiaga huko. Amen. Amen. Dunia ni bure. Unaanza kuangalia kama kwa kesi yako kuko kwa $10, unasema ina maana hivi na mimi nikienda nitaacha ule $10 kwangu.
Ukikaa mwisho wa siku unakuja kujipa majibu, dunia ni bure. Amen. Kwa hiyo unapokuwa unaishi kwenye dunia ya sasa, jua thamani ya wewe kuzaliwa. Amen. Ukijua thamani ya wewe kuzaliwa, utajua jinsi gani ya kuishi na Mungu na kutengeneza maisha yako wakati bado ungali hai. Amen. Usiishie kukumbuka tu ukishaona mwenzetu yuko hivi ndio unakumbuka acha nitengeneze maisha yangu. Tengeneza wakati bado ungali hai. Kama wewe ni Muislamu, usikose kwenda kwenye ibada siku ya kwenda ibadani. Amen. Siku ya kwenda kuswali, nenda ukaswali, kwa sababu unapokwenda kule kuna kitu ambacho kitakujenga kwenye akili yako na mawazo yako, kwa sababu kila siku shetani huwa anatamani tu tuende kwenye njia ambazo zitakupeleka kwenye umauti kabla ya siku zako hata kutimia. Amen. Lakini unapokuwa unaenda kwenye nyumba za ibada, kule huwa kuna spirit nyingine ambayo Mungu ameweka kwenye vile vinyumba au kwenye ndani ya watu utawakuta mle. Umeshawahi kuona wewe kwenda kanisani, kwenda kukuta maneno ambayo yalikuwa yamekujaa moyoni ndiyo anazungumziwa kanisani na mhubiri? Umeshawahi kuona hicho? Yaani utafikiri labda yule mhubiri alikuwa kwenye moyo wako na akili yako, kumbe kilicho kusukuma utoke nyumbani uende kwenye nyumba ya ibada ni kwa sababu Mungu alipenda kuzungumza na wewe hiyo siku. Amen. Usingeenda ile siku, usingepata yale maneno. Kama wewe ni Muislamu, siku ya kuswali usikose kwenda ibada, wenda ukaswali. Kama wewe ni Mkristo, siku ya ibada jitahidi, hata kama mwili umechoka, amka nenda ibadani, kwa sababu kule ndiko kutatoka uzima wa moyo wako. Amen. Mungu huwa anaga apparent anaga susi na mwili wako. Ndiyo maana nafsi, moyo wa mtu na mwili huwa vinagombana kila siku. Utakuta moyo unakutuma twende ibadani, lakini mwili nao unakwambia leo hivi kisi nimechoka, hapana, nilale. Muda wa ibada ukishapita, mwili nao unakuwa nguvu sasa. Inakuwa sasa ndio muda wa kwenda kwenye vitu vyako vingine. Kwa kila siku roho na mwili huwa vinapinzana. Lakini ukiwa unakwenda kwenye nyumba za ibada, usikiliza maneno ya Mungu, yatakujenga na utakuwa nafsi hai, na wokovu wako utaonekana, na hata maisha yako yatakuwa sawa, na utajua kwa nini ulizaliwa. Na Mungu wa mbinguni atubariki. Amen. Ndiyo, asante sana kijana wetu, tena mtumishi wa Mungu, kwa maneno mazuri na mazito sana ambayo umeweza kutukumbusha. Ni kwamba sisi sote ambao tuliopo hapa, kama tunatoa maneno ya Mungu au kufanya ibada hii, hatufanyi kwa ajili ya huyu ndugu yetu Claude ambaye ametuacha, lakini sisi tunakukumbusha, yani tunakumbushana wewe ambaye bado unapumua, ambaye umepewa ile pumzi na Mungu. Ndio maana tunakukumbusha haya, labda umekwisha kujisahau. Ndio maana tuko hapa, hatuwezi kukosa kufanya ibada. Na acha nikuambie tu kitu kimoja kikubwa ambacho mhubiri ametuambia, ambacho utapeleka na uweze kujihoji, wewe na mimi tuweze kujihoji. Kwa nini tumezaliwa? Kwa nini tumezaliwa?
na katika kuzaliwa mtu anakuwaga anaangalia samani, kwa nini huyu Mungu aliweza kunipulizia pumzi, atapata faida gani kwangu mimi? Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuweza kujihoji katika maisha yetu, kwa sababu mtu anakuwaga anajihoji ungali hai, ungali unapumua, uweze kufanya chaguo nzuri. Ndio tunaweza tukaingia kanisani, lakini kuingia haitoshi. Kizuri kwanza tukubali kumwamini Yesu, tukubali kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, kwa sababu huyo ndio njia. Maana Biblia ilisema ya kwamba hatutaweza kufika kwa Baba pasipo kupitia kwake. Yaani yeye ndio anakuwa ni daraja, yeye Bwana Yesu anakuwa ni kilalo cha kutufikisha kwa Baba. Na kama hatujampokea tungali hai hivi, tujue kwamba mwisho wake ni upotevu. Kwa hiyo tungewaomba sisi ambao bado tunapumua, kama jinsi mhubiri amesema kwamba muda mzuri ni huu ambao tunaweza tungali tunapumua, kwa kuweza kufanya chaguo na kutengeneza maisha yetu, kwa sababu haujui ya kesho. Kuna vifo, kila mtu ana gari yake, na kama kila mtu ana gari yake, kwa hiyo kuna ule mtu ambaye siku yake ikifika unaweza ukapata muda wa kuongea, wa kutubu, wa kumpokea Yesu, na kuna wengine inafika muda wa ghafla, kugongwa, kufanya maajali na hapo hapo. Sasa kama haukujitayarisha kutengeneza maisha yako, kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ili uweze kupata njia nzuri ya kufika kwa Baba, utakuwa umepotea. Kwa hiyo ni vizuri tuweze kujihoji jambo hili, sisi ambao tumebaki uhai, tujue kwamba na sisi siku yetu ipo, na msingi ni kujua kwa nini umezaliwa, kwa nini umezaliwa, na baada ya kuzaliwa kuna kifo, kuna mauti. Sasa utakuwa wapi? Ni jambo zuri sana la kila mmoja wetu ambaye yuko hapa uweze kujihoji kwa hilo, na Bwana aweze kutubariki sana katika haya. Amena. Sawa, sijui kama mchungaji Rama ameshafika. Ndio, unaweza ukakaribia huku mbele tufanye sala ya mwisho na tuelekee sasa kwenda makaburini. Basi hata tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu uliyeumba mbingu na dunia. Tunasema asante kwa maana wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu kwa maisha yetu. Wewe ulipanga maisha yetu kukua na ukapanga maisha yetu kutukua, na tunashukuru kwa maana siku ya leo ni siku ambapo ndugu yetu amepumzika, au ni wakati ambapo ndugu yetu amepumzika. Tunasema asante kwa mapumzisho ambayo Bwana anakwenda kumpatia. Siku ya leo sisi tumebaki bado tu hai, lakini tunahitaji Bwana, wewe Mwokozi wetu, utuwezeshe kama vile neno lilivyonenwa hapa. Tukumbuke namna gisi tulivyozaliwa, au lengo la sisi kuzaliwa. Acha Bwana ututie nguvu, tushike mkono, ili siku hiyo itakapo kutufikia na sisi tunajua mahali pa kuishi, tunajua lengo na shabaha letu sisi kuwa au kuzaliwa mahali hapa. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Programu zote zinazobaki tunaziweka mikononi mwako Mungu, ziwezeshe kadiri jinsi umewezesha kipindi hiki cha kwanza, kupitia jina la Yesu Kristo ndiye Bwana na Mkombozi wetu. Amen. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Ndio, nafikiri tumefika mwisho wa ibada yetu ya hapa hivi. Sasa taratibu ambayo tutakwenda nayo, kwa
sababu tunataka kuelekea makaburini. Kwa hiyo tutaanza kiti kimoja kimoja. Ni hivi, tutaanza hichi kiti cha mbele kama wanafamilia wanakuja hivi, wanaangalia mwili wa marehemu, wanakuja hapa hivi, wanatoka hapa na kwenda kuingia ndani ya gari. Hivyo ndio tutakwenda kiti kimoja kimoja, tunahaga, tunakwenda. Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo. Jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo. Jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo. Jua wewe ni mpitaji. Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Hapa makaburini kabla ya kule kusali. Kwa hiyo tutawapatia huo muda baada ya huu wimbo. Tunakwenda na wimbo wa 291. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa. Dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu aliniokoa. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa na kukataliwa, hatupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa, hatupatanishe na Mungu. Yesu mwenye upole
ananitakasa rohoni, nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi, alikufa msalabani, dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Namwambata Mwokozi, sitaki kumwacha, kwa kuwa alinifilia na kusifu Yesu, naye nipenda daima na kushangilia. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zote sababu huu wakati ambao tumefikia uliuandaa na tunakwenda kuumalizia Bwana. Acha roho yako iwe pamoja na wale wote waliosindikiza huu mwili, na tutakapotoka mahali hapa, amani yako iwe pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo watoto, kama mtakuwa na kaunani mnatupa pale, Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo, jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo, jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, kuwa watu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi?
unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Kuna waliokula anasa na kusahau Muumba wao, wako wapi? Kuna waliokula anasa na kusahau Muumba wao, wako wapi? Fanya miujiza upendavyo, kufuru Mungu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Fanya miujiza upendavyo, kufuru Mungu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo, ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo. Ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo, ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo. Ndugu zangu na marafiki zangu wote, naomba tusikilizane. Msamahani, msamahani. Wamama protokoli, naomba msamahani, tusikilize kwanza. Mnaweza mkaingiza chakula tu kwa utaratibu, lakini tunaomba mtupe kwanza masikio tuweze kuelewana. Najua kwamba sisi wote tuko tayari hapa, kwa hiyo naomba sasa mtege masikio kwangu tafadhali. Ndiyo, kulingana na sisi Wabembe tunakuaga na siloga yetu ambayo tunakuaga tunatumia kipindi kama hii. Benumi kwechi miomo. Kwa wandugu zangu wengine wa kabila zingine ambao wako hapa, napenda kusema tujipe moyo kwa hili ambalo limetupata sisi wote kwa siku ya leo. Na nafasi kama hii, kama mimi mkubwa wa familia ya Babulwa na Engwe Tabulwe na Mita, kwa jina maarufu Balenga, ninasimama hapa mbele yenu kuja kutoa shukurani zangu za dhati kwa wandugu wote, marafiki wote na majirani wote, kwa sababu jambo hili mimi kama mimi ni mara yangu ya kwanza kupata shida kama hii, kama sisi familia. Kwa hiyo
nilikuwa na wasiwasi kubwa sana, lakini ninashukuru sana kwa wandugu, marafiki, majirani wameweza kuniunga mkono, kushikamana sisi wote pamoja na mpaka kufikia mwisho huu ambao tumefikia. Kwa kweli ninawashukuru wote sana tena sana, ambao upendo ambao mmenionyesha kwa kweli naona ni upendo mkubwa sana, na huu upendo ambao mmenionyesha ninaomba ya kwamba usiishie kwangu tu, bali uwe kwa wengine wenzetu wote ambao watapata tatizo kama hii, tuweze kuwaonyesha upendo kama huu. Mibweki miomo, kwa kweli ninawashukuru sana wandugu, marafiki, wajirani kwa upendo ambao mmenionyesha. Sina cha kuweza kuwalipa kwa hili ambalo mmenionyesha, bali ninasema Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki na awazidishie mahali ambapo mmeweza kutoa muda wenu na mali zenu. Mungu wa mbinguni awabariki. Mimi sina cha kuwalipa, bali Mungu mwenyewe ndo atawalipa. Na kwa muda huu ninatanguliza tena kuomba msamaha, kwa sababu haya mambo yangepitika kule kwenye funeral ambayo tulikuwa tumefanya ibada, haya mambo ndio yangepitika kule. Lakini sasa kwa sababu ya mambo mengi kichwani mwangu nikawa nimepitiwa. Hilo ndio maana naomba msamaha, tusameane kwa mambo mengine ambayo mmeona yamekwenda tofauti. Ninaomba msamaha, tusameane na tuvione tu kama kawaida. Na muda huu sasa ninapenda kukaribisha ndugu yangu kama mmoja wa familia alete hotuba ya marehemu. Baada ya huyu mtu wa familia akimaliza, tutakaribisha watoto wana nafasi na wenyewe waongee jambo moja au lingine nafasi hii. Ikimalizika hiyo neno kwa watoto, tutaomba neno kwa wavijana, family Dayton family, na wenyewe tutawapa neno na mengine tutaendelea. Miweki miomo miweki miomolonge nishinapaswi ongea Mbembe, lakini nalazimike ongea Mswahili juu tuleano kabila mbalimbali mahali batumanga bashi naungwa ebembe ubivyo mutuka kilo eyo taile toka kawaida, lakini twalazimika tuongee Mswahili ili batu bose babati yungwa eya itoshitende. Miwe chilonge miomo naja mbele zenu tena kutoa hotuba fupi ya marehemu. Marehemu kwa majina alikuwa akiitwa Wakilongo Alimasi, wa jamaa la Babulwa Balinga, familia ya Bashie Sombo, nyumba ya Alimasi Isumbiro. Marehemu alizaliwa pale Burundi, Bujumbura mjini, tariki 24 za mwezi wa 3 mwaka wa 1978. Marehemu alifariki mnamo tariki 12 za mwezi huu wa 6 tunao mwaka huu wa 2026.
Yaani marehemu hapa duniani alifanya miaka 48 au 48. Marehemu alikuwa mtoto wa 5 ndani ya familia ya watoto 9. Baba wa marehemu aliitwa Leonard Alimasi wa jamaa la Babulwa Balinga Bashi Esombo, na kwao ni pale Kalunja au Alunja. Mama wa marehemu aliitwa kwa jina la Kabwe Marie Hildegard wa familia ya Bashi Bilemba, na nyumbani kwa mama yake ni pale Looe. Elimu ya marehemu alisoma shule la msingi kwa école primaire ya Biseelelo pale Baraka, na akafanikiwa kupata cheti chake cha kumaliza école primaire pale Biseelelo. Akaendelea na école secondaire pale ku Institut Mwenge wa Taifa, na baada ya hapo akaenda mpaka Bujumbura. Akukaa hivyo, aliendelea kusoma na akamaliza kidato cha 4 au 4e désimalite, na alikuwa msection pédagogie. Kazi ambazo marehemu alizokuwa akijihusisha nazo, marehemu alikuwa akijihusisha na kazi ya ukonda pale Bujumbura, na vile vile alikuwa mcheza mpira. Maisha ya ndoa, marehemu alioa mke mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Neema Chiza, na walifanikiwa kuzaa watoto 2, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Kifo cha marehemu hakugonjwa. Kifo chake ni kifo cha kusikitisha. Tunavyojua sote, marehemu alikufa kwa kupigwa visu. Kwa niaba ya familia ya Balinga Babulwa tunasema kwamba Mungu alitoa na Mungu amechukua. Kwa hiyo shukrani sana, mzee ameshasema mengi. Tunashukuru sana kama familia kwa wote wale ambao walipoteza muda wao kwa kuja kushirikiana na familia. Benuni kwechi. Ndiyo, kwa muda huu tunakaribisha watoto mje hapa mbele ili mseme neno. Hawa ambao naona hapa ndio familia yetu tangia leo. Napenda kwamba mjue hawa ni watoto wetu, ni Babondo, muweze kuelewa hivyo tangia leo. Japokuwa mlikuwa bado hamjawajua, hawa ambao mnawaona hapa vijana 2 au ni Wabondo kamili kabisa. Tunapokutana nao njia, tuweze kuwasalimia, tuweze kujuana na wenyewe waweze kuwajua, hivi ni sawa. Asante. Can you guys hear me? Thank you. Friends and family, gathering here today on behalf of my family and on behalf of my father, thank you for being here today. You have shown me what it means to have a strong community by helping us with the fund to make sure that the funeral is running smoothly. And we are grateful for that. Thank you. We could have done without you guys. Now I know my dad is resting in peace. Thank you so much. Asante sana. Programia nitarudilia lenye anasema kwa Kiswahili, utanisamehe na jaribu Kiswahili yangu imeshakuwa sijui.
Kusummarize, anasema kwamba jamaa, familia, ndugu, marafiki, asante kwa kuwa hapa leo. Asante kwa community, wale waliokusanya pesa, wakatia pesa pamoja ili funeral ipate kuenda gisi imeenda. Alikuwa anasema on behalf of family, angependa kusema asante sana. Kwa sasa najua kwamba baba yetu mpendwa anatulia mahali pema kwenye ipo, na angependa aseme sana shukrani sana. Hii ni community ambayo yani matendo ambayo mliofanyia familia yetu, angependa kuwashukuru sana kwa yote mliofanya. Sisi ni Wabembe na tunajua sloga yetu. Tunapoitoma hii sloga yetu, ninaomba mnisapoti. Miomo Migwechi. Sawa, ningeomba mtupe masikio. Hiyo kusema huko hamwezi kusikia kitu, mtaenda mnapeleka maneno ambayo hayakusemwa hapa. Kwa hiyo huyu ambaye mmeona ameongea hapa ndio mtoto wa marehemu wa kwanza, na anayefuata ni huyu kijana, na yeye tunampa sauti aweze kusema neno moja au mbili. Jambo. My name is Mabo Wakalongo. I am Claude's firstborn son. I want to say thank you for coming and supporting us these hard times. Right now it's kind of hard for our family because we lost our papa, but seeing you guys here is helping us. Thank you. Alikuwa anasema salamu kwenu. Jina yake anaitwa Emable wa Kilongo, ni mtoto wa baba yetu wa pili, na alipenda kwamba wajulishe kwamba asante sana kwa kuwa hapa leo, na shukrani kabisa kwa yote mliokusanya ili msiba uende gisi ulivyoenda. Asante. Nafikiri wale ambao wanamjua marehemu ambaye ametuacha, ukiona picha yake na uangalie kijana huyu, nafikiri mtakuwa na imoja kumbukumbu. Sivyo wandugu zangu? Wale ambao wanamfahamu marehemu na hawa ambao tunaona hapa, nafikiri mnaona picha ndio ilivyo. Kwa hiyo kwa muda huu tunakaribisha Dayton Family, kiongozi wa Dayton Family aje hapa mbele na yeye atupe moja mbili ambayo wameandaa. Dayton huyu, na naweza nikasema poleni sana kwa hili jambo. Nafikiri sote tumepambania kile tulichohitaji kupambania. Kwa majina naitwa Amerike, mimi kama kiongozi wa vijana community Kongolezi hapa Dayton. Naweza nikasema nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu ambaye alifanikisha hili jambo. Tulipambana kivyovyote vile, tumemstiri kaka yetu, nafikiri hatutamuona tena. Hii ndo safari yake ya mwisho. Kinachobaki hapa ni kumbukumbu tu. Tutakuwa tunaongea tukimkumbuka, Claude alikuwa hivi 1 2 3. Na nitoe pole sana kwa familia. Nafikiri hili kovu halitawahi kufutika mioni mwenu, na tuko na nyie pamoja. Kwa ndugu zetu wote ambao walitoka mbali kama vile karibu, tunawashukuru, pamoja na mama zetu wa mama Kongoleze. Mlijituma sana, mlijinyima muda wenu usiku na mchana kuja kutuhudumia kwa upande wa chakula. Mwenyezi Mungu awabariki.
na kila yeyote aliye hapa vile vile Mwenyezi Mungu ambariki kutokana na mchango aliotoa kwenye msiba huu. Hivyo basi sitakuwa mrefu wa kuongea kwa sababu familia waliongea kifupi na mimi nitaongea kifupi. Nafikiri ujumbe wangu wa mwisho ambao naweza nikasema hapa ni kutokana na ndugu zetu ambao walitoka mbali, msituendee na jambo lolote lile la kusema eti Dayton wana moyo kama huyo. Hapana, tunajua kifamilia mke na mume wanapigana ndani na wanasawazisha matatizo yao na maisha yanaendelea. Nisema hivi kwa nini? Asilimia kubwa ya hapa Dayton, kama tuko familia 200 za Wakongomani, nina imani kuna familia 50 zitakuwa zimetoka masteti tofauti au siri tofauti. Na kama walifika hapa, na maana waliaminishwa na ndugu zao ambao wako hapa, wakiwaambia hapa maisha yako hivi na hivi, upendo, ushikamano na kadhalika, ndio maana walifika hapa. Sasa kutokana na hii picha ambayo ilitoka hapa, tusikasana, ni picha ya kawaida. Kwa hiyo ndugu zetu wale ambao mtaenda masteti, msipende na sifa kama hiyo eti Dayton ni watu wa hivi na hivi. Kuna mtu ambaye anaweza kahitaji vile vile ahamie hapa siku za karibuni. Msiwakatize kwa jambo lao ya kuhamia hapa kuhusiana na msiba. Au isiwe mfano wa kwenda mnatutangazia Dayton ni watu ambao wanakuaga hivi 1 2 3. Hapana. Ni jambo la kawaida kifamilia. Hichi mlichokiona hapa mtuachie, tutasuluhisha sisi na viongozi wetu kwa ngazi zote. Yuko Dayton, wanani, kanisa na kadhalika. Asanteni sana, na tutakaporudi kila mtu kwenda nyumbani mwake. Najua tunatembelea vyombo vilivyoumbwa na binadamu, lakini tunavikontrol kupitia imani kupitia Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Mwenyezi Mungu atulinde mpaka tutakaporudia kila mmoja kwa mahali pake pale alipotoka, na mtawasalimia familia zenu, muambie Dayton kumwasalimia. Asante. Ndio, asante sana vijana wetu. Kazi ambayo mmetuonyesha ni kazi njema sana, na mpaka tumevaa t-shirt zenu ambazo zinaandikwa Dayton Family. Kweli mmefanya kazi ngumu nzuri sana. Mungu wa mbinguni awazidishie na awape maarifa zaidi. Kwa muda huu familia ya bibi imeomba wananeno na wenyewe wanapenda kuongea. Kwa muda huu basi tunawakaribisha mmojawapo kama kiongozi asimame aje hapa mbele. Jambo wa ndugu na sisi tunashukuru Mungu kuwa hapa leo, na pia tunasema asante kwa kutukaribisha sisi ambao tumetoka mbali. Na kwa niaba ya familia tunatoa shukrani zetu za dhati, sababu mmeonyesha upendo kubwa kufatana na hii ambayo imetokea. Kwa niaba ya watoto wa Claude tunasema asante sana. Tunaona vile muna moyo wa kujali na moyo wenu wa kusaidia, sababu matukio kama hii mkiachia tu watu wamoja wanaweza wakashindwa, lakini vile tunachangana wote tunasaidiana na mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mungu aendelee na kuwabariki. Mungu abariki mifuko yenu ambayo ilitosha pesa ya kufanya kazi tofauti tofauti. Kama vile kiongozi wa vijana ameongea hapa, kwa kweli hatutatoka hapa na sifa mbaya, hapana, sababu mmetukaribisha vizuri, na kwenye familia iko kweli kukosake ule maneno, lakini ya lazima ni ile kusawazisha na kusameana kuyote ambayo yanaweza yakatokea. Ile ndio ya
hatuna tena neno mbaya, hatuna tena kinyongo rohoni. Tumesha samehe na tumesha kubali na kuelewa kila kitu ambacho kimetokea. Mungu awabariki sana na aendelee na wapatia hii moyo ya kusaidia, isikuwe tu kwa familia yetu, lakini pia kila ambaye atapata shida hapa muendelee na muasiste na kumsaidia kama vile mmoja wa familia. Kwa kweli tunashukuru na tutarudi. Si wengine tunakaa Iowa na wengine wanakaa sehemu mbalimbali. Najua tutatoka hapa na sifa njema. Msiwe na wasiwasi, hatutapeleka vyote tuliona hapa, tutaviacha hapa. Hatutapeleka maneno kule. Tunawaprometre ili hatutaenda na souvenir ya mubaya. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Amen. Ndio, asante sana. Migweji na miomolungi. Najua tumefika mwisho wa hotuba. Kwa muda huu labda tungemuita mwenyekiti wa protocol, anaweza kufika hapa tuambie jinsi wanavyopanga ili watu waendelee kupata maji. Shanga Claudine kwa wapi? Aja tuambie ratiba. Asante sana. Miomolonge ya jamaa, tunasema asante kwa yeyote yule ambaye amejitolea kufika kusapoti ndugu yetu ambaye ametuacha. Mimi kama nitasema kwa ngambo yangu, Claude CFC mbaki, mimi mshibilimba wa pale Lukoke kwenye yeye mama yake anatoka. Kwa hiyo tunasema shukrani sana na hatuna kia kusema, basi tunasema kwa wewe tumepitika salama kwa mapenzi ya Mungu. Asante sana. Basi tutaomba programu ya chakula iko tayari, na ambao tutakaochukua chakula kama mbele ni wageni kutoka masteti tofauti. Baadaye tunachukua na familia ya watoto na mama, yani familia yote ya watoto wanasimama wanachukua chakula. Baadaye tunaita familia ya Balenga inasimama inachukua chakula. Najua Balenga wako hapa wote na upwa zao, simama wanachukua chakula. Baadaye tunaita Dayton family itasimama itachukua chakula. Lakini Dayton family itaomba kusikue desordre kwa sababu nakuko basheni mingi sana. Nitaomba kwanza mwache kwanza wakubwa na president, yaani wakubwa tu wa Dayton family, baadaye nyinyi mtapata baadaye. Kisha sisi wengine tutapata. Tunaomba, tunasema asante na Mungu awabariki. Kabla ya chakula basi pastor utatuachia maombi kwa ajili ya chakula. Asante. Karibuni. Ndio, asante sana, tunashukuru kwa maandalizi yenu mama. Naona mmejitahidi kuandaa mbele ya wakati. Sawa, lakini pamoja na wageni tutaomba tu kwanza ni familia ambayo imeachwa kama ndio wawe priority kwanza kuchukua kwanza chakula pale. Kwa hiyo basi acha tuombee chakula na baadaye watakaofuata baada ya maombi iwe familia ambayo imeachwa na marehemu. Mungu Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, tunakushukuru katika yote ambayo tumekwenda kuyafanya hapa, na hivi sasa tunakwenda kuleta chakula hiki ambacho wandugu na wadada wamekwenda kukitoa. Tunaomba uweze kubariki mapato yao, ubariki kazini wanapokwenda, kile chochote ambacho wamekifanya kwa ajili ya kusapoti huduma hii. Bwana, tunaomba wa mbinguni uweze kuwabariki. Tunaomba ukabariki na chakula hiki, bariki tumbo itakacho kupokea, bariki na mikono iliyotoa. Tunaomba chakula hiki kiweze kuleta nguvu na afya na kuponya magonjwa katika mwili. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi tunawakaribisha. Mezi ya kwanza ni ya pale
mkaribie kuanza kuchukua chakula, na msiki tunakwenda nao kidogo kidogo. Asiye na fedha aje kuchukua.
Fika muninganga Natango na suka yoko kotalola moninga Kokotalola Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Tambua wewe mwanadamu, dunia siyo makao yako. Jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo, jua wewe ni mpitaji. Nunua gari upendazo, vaa nguo utakazo, jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, uwa watu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Loga watu upendavyo, uwa watu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Unalotamani kula dunia na vyote vilivyomo, wako wapi? Kuna waliokula anasa na kusahau Muumba wao, wako wapi? Kuna waliokula anasa na kusahau Muumba wao, wako wapi? Fanya miujiza upendavyo, kufuru Mungu utakavyo, jua wewe ni mpitaji.
kufanya miujiza upendavyo, kufuru Mungu utakavyo, jua wewe ni mpitaji. Ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo, ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo. Ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo, ukae ujue Mungu yupo, ukae ujue hukumu ipo. Suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te, soki moto nana kufi te po toyebi te, basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te, soki moto nana kufi te po toyebi te, basekele nyonso ekobima. Oh, liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. Ezalaki na roi moko très puissant sur la terre, azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Rei Soleil. Alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. O liwa eyebisi mabe, soki liwa ebaki mbongwe te, bawa bakufaka te, barishe bakufaka te, te bakonzi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe te, papa nanga kufaki te, mama nanga ya kufaki te, te yaya nanga ya kufaki te, yaya. Oh liwa yaya, eyebi mbongo te, eyebi konseye te, eyebi kolibisa te, eyebi helaka te, eyebi se mabe, eyebi se mabe. Soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka nte kolo, nde bakufaka te. Soki liwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te, yaya nde bakufaka te papa. Oh liwa eyebi kolata te, eyebi honere te, eyebi bolamu te, eyebi nyonso te, eyebi se mabe yaya. Yangombe Satana, oh liwaye, Yangombe Lisumu, oh liwaye, Yangombe Satana, oh liwaye, Yangombe Lisumu, oh liwaye, Yangombe Satana. Ndeka bongomba ya kupaki te, ya wilingonda kupaki te, ndeba musicien bakufaka te, soki liwa ebaki
nakoki koteya ye neida usa kufaki te aedi na bala kufaki te o nde batei bakufaka te bandeko oliwa ye eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe mabe mabe. Ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela mais soki yoshua mashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort.